Wafula, Quinto, iwapo unanipata, nieleze wakazi wa Mombasa wanazungumzia nini kuhusiana na vijana na uongozi, na je, vijana wa Mombasa wameweza kujitokeza kuingia ama kujitosa kwenye ulingo wa siasa ama vipi? Shukran sufufu mwenzangu Josephine Chiche Kariuki, na kujia moja kwa moja kutoka hapa kisiwani Mombasa. Jinsi ambavyo umesema, tunatayarisha ukumbi kwa ajili ya mada hii inayohusiana na nafasi ya vijana katika vyama vya kisiasa na vilevile katika uongozi hapa nchini. Na mhusisha mmoja wa vijana hapa ambaye ameonekana katika majukwaa mbalimbali, katika kumbi mbalimbali, akijitosa katika siasa na vilevile akiwa na azma ya kuingia katika uongozi, lakini atatueleza safari yake imekuwa vipi, na je, wanapewa haswa nafasi wanayohitaji ama wanayostahiki katika uongozi. Asante sana, karibia tu hapa, uanze tu kwa jina, utueleze jina ni nani? Kwa majina mimi ni Charles Mgenyi, na mimi ni kijana wa kaunti ya Mombasa, mzaliwa Mombasa, tumekulia Mombasa, tunafanyia kazi yetu kwa Mombasa. Naam. Charles, tumekuona katika majukwaa mbalimbali yanayoendana na siasa na uongozi. Je, vijana wanapewa nafasi haswa wanayostahiki katika uongozi? Kwanza ningependa kusema kuwa katika nchi yetu ya Kenya vijana ni takriban 70%. Naam. Lakini vijana hawajapata nafasi katika uongozi bado. Ni jambo la kusikitisha kwamba katika bunge letu la kitaifa na lile bunge la seneti, wale vijana kati ya umri wa miaka 18 hadi 35 ni less than 5%. Wale ambao tunasema pia ni vijana kidogo mpaka ule umri 45 years and below ni less than 30%. So hii ni kuambia kuwa bunge letu la seneti, bunge letu la kitaifa, ile 70% ni watu 45 years and above. Vile vile katika cabinet hii ya serikali ya Kenya Kwanza, average age ya cabinet kati ya wale waziri wote ambao ni 22, average age ni miaka 55 kwenda juu. So inakuambia kabisa vijana bado hawajapewa nafasi katika uongozi wa nchi yetu. Kuanzia kwa siasa kisha yaingia katika uongozi, na huwa kunakuwa na nominations katika vyama mbalimbali. Je, ni vijana hawajajitokeza kuwania hivyo viti ama wamenyimwa nafasi hata katika nomination? Vijana katika siasa wanatumiwa kama wapambe. Wanatumiwa kama pressure groups. Kupush agenda za wale ambao nimekwambia wale viongozi wako pale vile. Tukija katika nafasi na nomination, utaambiwa mwanzo angoja kwanza, hujafika kwanza. Changamoto kubwa ambayo tunapitia kama vijana, jambo la kwanza ni fedha. Watu hawana fedha kama wale wengine za kupiga kampeni. Siasa Kenya iko na lazima uweke pesa kidogo hapa na pale. Lakini bado hatujapewa zile nafasi. Despite kuwa nomination maybe ni 2 za katika Senate ama kule kwa bunge nomination mbali 2, lakini bado hatujapata nafasi za kutosha kwa vijana. Vijana ni 1% kubwa sana, lakini bado wazee ndio wanaongoza nchi, bado wazee wanapata zile nomination. Hata katika ile party primaries unakuta bado vijana hawahusishwi. Atahusishwa kama pressure group, atahusishwa kama mpambe wa mbunge fulani ama mtu fulani kupush agenda fulani ama narrative fulani. Lakini hajapewa ile nafasi, wewe ingia hapa tukusaidie pia ufike pale mahali. Naam. Suluhu ni lipi? Je, vijana sasa wavumbue vyama vyao ama wafanye vipi katika changamoto kama hii? Suluhu ni kuwa vijana ni wakati wetu sisi wenyewe to make decision. Tuache kutumika kama pressure groups. Tuache kutumika kama wapambe wa wabunge. Tuache kutumika kama wale watu ambao tuna push narrative ya watu fulani. Ndiposa sisi kama vijana hii kaunti ya Mombasa tumejitokeza rasmi. Tukasema lazima tuhusishwe. We have to be on the negotiation table. We have to be on that table. Kwa sababu wazungu wanasema if you're not on the negotiation table then you are on the menu. Utaliwa. So sisi tumesema sasa tujitokeze rasmi, to push our agenda, to push narrative yetu, like-minded young people, tukuje pamoja, tutembee pamoja, tusaidie vijana waonekane. Na uchaguzi ambao unakuja lazima tuone vijana wengi wakihusika katika ile uchaguzi. Ili kujipa nafasi ama sauti yao, kupaza sauti yao, tumeona vijana wakijitokeza katika mitandao ya kijamii. Je, maudhui ambayo wanaweka katika mitandao ya kijamii ina manufaa yoyote, na je wanatumia mitandao ya kijamii inavyostahili? Mtandao wa kijamii inatusaidia sana. 2024-2025 katika ile Gen Z, maandamano ya Gen Z, tuliona kuwa maandamano yalianza kwa mtandao kabla tuingie kwa streets. So social media ama digital space imesaidia vijana sana kupush our narrative. Vijana tulilazimisha rais kuja katika Twitter space na kuongelea masuala ya finance bill. So
ile mitandao ya kijamii ama social media ni nzuri, timely. Right now we use it in the right way, kupush our narrative, push our agenda. Watu wanasema ati unatumia mtandao kuchochea. La hasha, tutumie kuchochea. Unatumia kuangazia yale ambayo yanafanyika pale chini. Kuna certain way watu wanajaribu kugag, watu wasiongee mambo fulani ama sema mambo fulani. Lakini digital space you cannot gag them. You cannot police what is being shared on social media. So social media inatumika kwa kisawa kabisa, kupush narrative, kupush agenda. Kama maandamano yale ya Gen Z 2024-25 hangekuwa kwa mtandao kwanza, hangekufanyika. Lakini tulisaidia finance bill ikatupwa mbali, ilisaidia rais akakuja kwa Twitter space kuongea na vijana, ilisaidia serikali hii kwa hivi sasa right now inang'ang'ana sana kujaribu ku appeal to the young people. Appeal to the young people through social media, digital space, who are involved in what they are doing most. Digital space is the only space left for the young people to agitate, to fight for what is rightful theirs. Wito wako wa mwisho kwa kijana wa Kenya na vile kijana wa Mombasa? Wito wangu ni kuwa vijana, wakati umefika na wakati ni hivi sasa. Tuache kutumiwa kama wapambe. Tuache kutumiwa kama pressure groups. Tuache kutumiwa kama kusababisha vita kule kwa siasa ama kule kwa mikutano ya kisiasa. Tuache kupush agenda za watu wengine. Right now vijana wadogo lazima uchaguzi ambao unakuja next year wahusike inavyofaa. Wahusike kupush the narrative, wahusike kupigania viti vya kisiasa. Tuache kungoja nomination. Unajua anangoja tu apewe nomination 2 ama 3, hapana. Tuache kungoja nomination. Sisi ni 70% katika taifa letu la Kenya. 70% of the population, we have to take what is the rightful place on the negotiation table, in parliament, in senate, na pia katika cabinet. Asante ndugu. Asante sana. Mwenzangu Cheche Justin, hayo ni maoni yake mmoja wa vijana ambaye amejitokeza katika majukwaa mengi akiwarai vijana wajitokeze na kuchukua nafasi zao katika nafasi za uongozi. Wasisubiri tu kuambiwa kwamba watapewa, wajitokeze ili waweze kuchukua kile ambacho wanahisi ni nafasi yao ama kinastahili kuwa chao. Kutoka hapa kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Wafula, naregesha usukani kwako Cheche. Naam, kazi safi Quinto Wafula kuweza kuzungumza na huyu ambaye ni kijana katika kaunti ya Mombasa. Amezungumza masuala ambayo kweli yanamaanisha ama yana maana sana kwenye ulingo wa siasa, na hivyo basi mpenzi mtazamaji, nirejee hapa studioni nikueleze hili